Let us go to the word of God. Acha tuingie katika neno la The Mungu. book of Luke chapter 10. Katika kitabu cha Luka 10. Luke chapter 10, Ni Luka 10 starting from verse 38. kuanzia mstari wa 38. I want us to read together. Nataka tusome pamoja. While they were traveling, he entered a village, and a woman named Martha welcomed him into her home. She had a sister named Martha, who also sat at the Lord's feet and was listening to what he said. But Martha was distracted by her many tasks, and she came up and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to serve alone? So tell her to give me a hand. The Lord answered her, Martha, Martha, you are worried and upset about many things, but one thing is necessary. Mary has made the right choice, and it will not be taken away from her. Hallelujah. Hallelujah. The title of our message is Kichwa cha ujumbe wetu ni One Thing is Needful. kitu kimoja kinahitajika. One thing is needful. Kitu kimoja kinahitajika. Hallelujah. Hallelujah. You know, in this life, Unajua katika maisha haya there are so many things that we do. kuna mambo mengi sana ambayo sisi hufanya, And some are good, na mengine ni mazuri, some are pleasing, mengine ni yanapendeza, some are important. na mengine ni muhimu. But there are those things that are needful. Lakini kuna yale mambo ambayo ni ya muhimu ama yale yanahitajika. Hallelujah. Hallelujah. Those things that are needful. Yale mambo ambayo yanahitajika. Blessed be the name of the Jina la Lord. Bwana Those libarikiwe. things that are needful, Yale mambo yanayohitajika, those things that are needful proclaims to us the might of God, yale mambo ambayo yanayohitajika hutangaza mawazo ya Mungu, the will of God, mapenzi ya Mungu, what we have heard from Him. kile ambacho tumesikia kutoka And kwake. when we do the needful, Na tunapofanya yale mambo ambayo ni lazima, we live a purposeful life. tunaishi maisha ya kusudi. But when we do not live doing the needful things, Lakini wakati tunafanya yale mambo ambayo hayahitajiki, we will live a purposeless life. tunaishi maisha yasiyokuwa ya kusudi. Yes, we will be busy. Ndio tutaweza kuwa tuko na shughuli We will nyingi, be seen working tutaonekana ni kama tunafanya and doing kazi very many na things. tukifanya mambo We mengi will be sana, seen being engaged. tutaonekana kama tumejiingiza kwa mambo mengi, But we will live a life that is purposeless. lakini tutaishi maisha yasiyokuwa na kusudi. But when we do those things that are needed, Lakini tunayofanya yale mambo ya lazima, the things that are needful, yale mambo ambayo yanahitaji, that we hear from the Lord. hapa tusikie kutoka kwa You know Mungu. those things that are needful, Unajua yale mambo ambayo ni I have said that they yanahitajika, are the will of ni God, mapenzi ya Mungu, the might of ni God, mawazo ya that Mungu we hear from His ambayo word, tunasikia kutoka kwa neno that we lake, hear from Him, ambayo tunasikia kutoka kwake, that He guides us through the Holy ambao Spirit anatuelekeza kupitia When we Roho live Mtakatifu. Anapoishi, according to those things. tunapoishi kulingana na We mambo will yale, live a purposeful life. tutaishi maisha yaliyo na kusudi. Blessed be the name of Jina la Bwana Jesus. libarikiwe. In this life you can live very busy. Katika maisha haya unaweza ishi kwa shughuli You nyingi can be a sana. very hard-working person. Unaweza kuwa mtu wa bidii sana, But yet lakini you live a purposeless life. ukuwe unaishi maisha ya kuwa ya kusudi, Blessed yasiyokuwa ya be the name kusudi. of Jina the la Lord. Bwana libarikiwe. But you can live. Lakini unaweza ishi, But you can be doing a needful thing. unaweza kuwa ukifanya lile jambo That which is linalohitajika, needed. kile ambacho kinahitajika, Even though what you are doing is not pleasing, hata kama kile unafanya si cha it is kupendeza not enticing. ama si cha You are kufurahisha, not followed by many people. haufuatwi na watu wengi sana. People normally sees you as if you are out of place. Watu wakati mwingi wanakuona ni kama umepotea You njia. live a purposeful life. Unaishi maisha yaliyo ya Blessed be kusudi. the name of Jina la Jesus. Bwana libarikiwe. Why am I saying this? Kwa nini nasema hivyo? The Bible says, Biblia inasema, while they were, this is Jesus, huyu ni Yesu, while they were traveling, walipokuwa I wakisafiri, believe that they were together with the disciples, ninaamini walikuwa pamoja na wanafunzi and many wake, people followed. na watu wengi sana He wakawafuata. entered into a village, Wakaingia katika and a kijiji, woman named Martha na mwanamke mmoja aliyeitwa welcomed him Martha to her home. akamkaribisha nyumbani kwake. Some versions say that Martha received him. Versions zingine zinasema ya kwamba Martha akampokea.
Martha received him Martha akampokea into her home. katika nyumbani kwake. Hallelujah. Hallelujah. She had a sister Alikuwa na named dada Mary aliyekuwa akiitwa who also Maria, sat at the Lord's feet ambaye alikaa katika and miguu ya was Yesu listening to what he said. akisikiliza yale It aliyokuwa was akisema. Martha Ilikuwa ni Martha who received Jesus. aliyemkaribisha ama He kumpokea Yesu. welcomed him Yeye ndiye into alimkaribisha her own home. katika nyumbani kwake. Blessed be the name of Jina la Bwana Jesus. libarikiwe. But when she invited Jesus, Lakini alipomkaribisha she Yesu had a perception. alikuwa na mawazo fulani. Maybe she was telling Pengine herself, alikuwa I akijiambia, am going to make the best recipe of my life nitamtengenezea chakula ambacho hajawahi to kula impress this man of God. ili nifurahishe huyu mtumishi wa I know Mungu. he comes from God. Najua anakuja kutoka kwa Mungu. I am going to do my best Na nitafanya vizuri niiwezavyo to impress him. ili Blessed nimpendeze. be the name of Jina la Jesus. Bwana libarikiwe. She received Jesus Alimpokea Yesu with a perception akiwa na nia of impressing ya him. kumfurahisha. Blessed be the name Jina of la Bwana Jesus. libarikiwe. I don't want you to mistake me Sitaki unisikie vibaya ama because ukose of kunielewa. the way Mary wanted to be hospitable. Na kwa sababu ya vile Martha alikuwa It anataka is kukaribisha very okay. Yesu. It is quite in order to be Ni hospitable. vizuri sana kuwa mtu wa To kukaribisha watu welcome vizuri. visitors. Kukaribisha In fact, the wageni. Bible says Haswa Biblia that we inasema welcome ya visitors. kwamba tukaribisha By so wageni. doing, Na kwa kufanya we might hivyo welcome tunaweza karibisha the angels of God. malaika wa It Mungu. is good to welcome Ni people. vizuri kukaribisha It is watu. good to be Ni hospitable. vizuri kuwa mtu wa kukaribisha Blessed watu. be the name of Jina la Bwana Jesus. libarikiwe. But I thank God Lakini nashukuru because when Mungu. Jesus was received into the house of Martha Kwa sababu wakati Yesu alikaribishwa katika nyumba ya Martha and Mary, na nyumba ya Mariamu, Mary saw an opportunity. Mariamu aliona nafasi. She said, Alisema, having Jesus in my own home, kuwa na Yesu nyumbani I know kwangu. it is a rare opportunity. Mimi ninajua hii ni nafasi nzuri. It is isiyopatikana not the kirahisi. norm. Hii si kawaida. Hallelujah. Hallelujah. I want to make in every Mimi opportunity nataka nitumie to nafasi hear yote from him. kusikia kutoka I kwake. don't know whether you have invited Sijui somebody. kama umewahi karibisha mtu Maybe you have gone to a meet to some, you have met friends ama pengine umekutana na marafiki and you are accompanied with your own with another friend. na wewe ukaenda na But rafiki you have stayed mwingine. for a long time without seeing the other friend. Lakini umekawia muda mrefu bila kuona huyo rafiki wako mwingine. Most of the time I am tempted to hear from this one. Wakati The one mwingi- that I have not heard for some time. Wakati mwingi mimi usikia nataka kusikiza kutoka kwa huyo ambaye sijamuona kwa muda Wakati mrefu. mwingine ninasikia kukwasika nikiona yule ambaye tuko na yeye anataka kuchukua nafasi na anataka kusikia kutoka kwa huyu ambaye nafasi kusikia kwake ni nadra. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So Mary, Kwa hiyo Mariamu, when Jesus visited their home, wakati Yesu alipotembea kwao nyumbani, the Bible says Biblia inasema she had a sister named Mary ya kwamba who alikuwa na, sat at the Lord's feet and he was listening to what he said. ya kwamba Martha alikuwa na mdogo wake aliyeitwa Maria ambaye yeye aliketi chini miguuni pa Yesu akisikiliza yale aliyokuwa akisema. But Martha Lakini was distracted by her many tasks. Martha alikuwa akihangaika na maandalizi yote. It means it was a choice. Kwa hivyo ilikuwa ni uamuzi. It was a choice that they made. Na ni uchaguzi ama Mary uamuzi ambao chose to walifanya. sit at the feet of Jesus, Mariamu akafanya uamuzi wa kukaa katika miguu ya Yesu listening akisikiliza to what he said. akisikiliza yale alikuwa akiyasema. Blessed be the name of Jesus. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Hallelujah. But Martha Lakini was Martha distracted by many tasks. akahangaika kwa kushughulika. In fact, Haswa, that is why he was frustrated. ndio maana aliweza kusikia vibaya That is why sana. she was frustrated when she saw Ndio maana Martha alikasirika. was not doing what she was doing. Alipomuona Mariamu hakuwa anafanya vile alivyokuwa yeye Blessed be the akifanya. name of Jesus. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Hallelujah. The greatest thing Lile jambo kubwa sana was to commune with Christ. ilikuwa ni kushiriki pamoja na When they Kristo. welcomed him, Walipomkaribisha, Mary decided that I am going to sit at the feet of Jesus Mariamu aliamua to mimi nitaketi listen katika to miguu each ya and Yesu. every word that
she is teaching. Nisikie kile chote anachofunza. I want to hear from I want to hear from his mouth. Nataka nisikie kutoka kwa I want to have a relationship with him. Nataka niwe na I uhusiano na want to yeye. commune with him. Nataka nishiriki na This yeye. time that I have gotten, Wakati huu nafasi ambayo I am nimeipata, going to use it very wisely. nitaitumia kwa I am hekima going to do kubwa. the needful. Nitafanya lile jambo linalohitajika. Blessed be the name of Jina la Bwana Jesus. libarikiwe. I am going to do the needful. Nitafanya lile jambo lililo muhimu. And by listening to Na Jesus, kwa kumsikiliza Yesu, she got direction. akapata mwelekeo. Blessed be the name of Jina la Bwana Jesus. libarikiwe. She had the mind of God. Akasikia She sauti had na the mawazo will ya of Mungu. God. Akasikia mapenzi ya Mungu. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana libarikiwe. Hallelujah. Hallelujah. And her Na sister dada yake was distracted. aweza She kuhangaishwa. was busy. Alikuwa na shughuli In nyingi. fact, when you compare the one who is busy and the one who is seated, Sasa ukilinganisha yule ambaye ameketi na yule the one anaendelea na that was shughuli, impressing was the one who was all over. yule ambaye anakaa anapendeza ni kama yule alikuwa anashughulika kila You mahali. know, sometimes Unajua wakati mwingine we are distracted, sisi huwa tunahangaishwa thinking that when we serve God, tukifikiria tunapotumikia and when we Mungu, offer, they are good. na- Services mzuri. are good. Kutumika ama utumishi ni When mzuri. we serve, Tunapotumika, when we offer services to God, tunapopeana utumishi kwa Mungu, we are doing, that is what He requires. hizo ndio ambayo wanahitaji. But most of all the things that God Lakini requires, zaidi ya mambo yote ambayo Mungu anahitaji it is we. ni sisi. It is we that he wants. Ni sisi ambao It wanataka. is not the services that we Si offer. huduma ama ule utumishi It ambao is not our tunapeana. giving. Si kupeana. Before you give, Kabla upeane, it is the relationship that you have ni with Jesus. uhusiano ambao uko nao na Yesu. Before you serve in the altar, Kabla utumike hapa katika madhabahu, before you become an usher, ya kabla hata ukuwe shemanzi, before you do everything in the kabla church, upate kitu kingine ama chochote kanisani, it is you as a person. ni wewe It is binafsi. you that He's died Ni for. wewe ambaye He did alikufia. not die for your service. Sikufia haya, He did hakukufia not die utumishi for our wako, service, hakukufia but utumishi He wetu, died for us. lakini alikufa kwa ajili yetu. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana He libarikiwe. gave his life for us. Alipeana maisha yake kwa ajili yetu. He died at our place, Alikufa kwa that niaba we may yetu, become His righteousness ya in kwamba Him. tukaweze kuwa utakatifu wake ndani Blessed be the yake. name of Jina la Jesus. Bwana So libarikiwe. before you serve, Kwa hivyo kabla utumike, do the needful. fanya Do you lile have a linalo- relationship with God? uko na You uhusiano na know, Mungu. nowadays people are filled in the church, Unajua siku hizi watu wamejaa kanisani, and by coming to na church, kwa kuja you can kanisani be tempted unaweza to jaribiwa think that you are born again. kufikiria umeokoka. First, before you are tempted to think that you are saved, Kabla ujaribiwe kufikiria because you are a umeokoka, church member, kwa sababu wewe ni mshirika wa kanisa, because you are a member in this kwa church, sababu wewe ni mshiriki katika you kanisa are hili, a tither, ama wewe hutoa you fungu la are a kumi, giver. wewe Do the hupeana, needful. fanya lile Blessed be the linalohitajika name kwanza. of Jina la Jesus. Bwana libarikiwe. Hallelujah. Have a Hallelujah. relationship with Kuwa na God. uhusiano na Mungu. Blessed be the name of the Jina la Bwana Lord. libarikiwe. Hallelujah. Hallelujah. There are so many people that are serving in the church. Kuna watu wengi ambao There wanatumika are so kanisani. many people that are Kuna givers. watu wengi ambao There are so wanapeana. many people Kuna watu wengi that are sana doing many things ambao wanafanya mambo mengi by the name of the Lord, kwa jina la Bwana, but they are not born again. lakini hawajaokoka. Blessed be the name of Jina la Bwana Jesus. They do libarikiwe. not have a relationship with Hawana God. uhusiano na Mungu. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana They do libarikiwe. not have a relationship with the Hawana Almighty. uhusiano na Mungu. Hallelujah. Hallelujah. And that is the core thing. Hilo ndilo ile jambo muhimu. Blessed be the name of the Jina la Lord. Bwana That libarikiwe. is the needful. Hilo ndilo linalohitajika. First of all, Zaidi to ya have a yote, relationship with uwe na God. uhusiano na Mungu. To have a relationship with your Uwe na Savior. uhusiano na Mwokozi That you wako. may proceed to do the Ili others. sasa ukaelekea kufanya mengine. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana There is libarikiwe. no service. Hakuna utumishi. There is nothing that we can do Hakuna chochote tunaweza tukafanya. to bribe God. Tukaweze There is nothing that we can do Hakuna chochote to tunaweza impress tukafanya. our Maker. Tukani kama tunafurahisha muumbaji. Blessed be the name Jina of la Bwana Jesus. libarikiwe. He wants us to give ourselves to Him. Anataka tujipeane It kwake. is us that He wants. Ni sisi ambao It is not our wanahitaji. services. Sio utumishi In wetu. fact, He can do without us. So anaweza akafanya bila sisi. Hallelujah. Hallelujah. It is not the services that we Si offer. utumishi ambao sisi When we hupeana. come to church, it is okay. Tunapokuja When I kanisani come ni here and sawa. I preach, it is okay. Ninapokuja hapa na When hubiri we ni come sawa. here and we preach, it is okay. Tunapokuja hapa When tunahubiri you ni sawa. serve,
you are a leader in any department, wakati wewe ni it is okay. kiongozi kwa But before you are a leader, lakini kabla uwe before you kiongozi, minister, kabla before you serve, kabla utumike, he wants it is you. ni It wewe, is you that he ni wants. wewe ambaye anahitaji. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana It is libarikiwe. us. Ni sisi, It is us ni that he sisi ambao wants. It anahitaji, is us that he is looking ni for. sisi ambao He is not anatafuta, looking for our hatafuti services. He utumishi is wetu, looking for us. anatutafuta Blessed sisi. be the name Jina of la Bwana Jesus. libarikiwe. Hallelujah. Hallelujah. When Adam was in that garden, Wakati Adam alikuwa katika lile the Bible shamba, says at the core of the day, Biblia inasema ya kwamba masaa ya God, asili hivi, with all his might, Mungu kwa nguvu he zake used to zote visit he used to visit Adam and Eve. alikuwa anatembelea Adam na Because Hawa of what? kwa sababu ya nini? Because of a Kwa relationship. sababu ya uhusiano, Because of a kwa fellowship. sababu ya kuwa That na is why he ushirika. created Na them. ndio maana He aliwaumba. created them because he was looking for a fellowship, Aliwaumba for maana a alikuwa anatafuta relationship with ushirika, na man. alikuwa anatafuta ule uhusiano na Blessed be the name mwanadamu. of Jina la Jesus. Bwana libarikiwe. And when he went Na alipoenda looking for them kuwatafuta after they sinned, baada ya kufanya dhambi, the Bible says he Biblia called inasema Adam. kwamba alimuita Adam, Adamu. where are you? Akamuuliza Adamu, uko wapi? Adam, Adam, where are you? uko wapi? In that garden there was everything. Katika lilo shamba kulikuwa na kila kitu, But God was not looking for anything else. lakini Mungu hakuwa He anatafuta was kitu not kingine looking chochote. for animals. Hakuwa He was anatafuta not wanyama. looking for plants. Hakuwa He was anatafuta not mimea. looking for anything Hakuwa else. anatafuta He kitu was kingine looking for chochote. that Alikuwa man. anatafuta huyo mwanadamu So that they may have a fellowship. ili awe So na that they may have a ushirika, ili relationship. wewe na uhusiano. Blessed be the name Jina of la Bwana Jesus. libarikiwe. Because he put him on that garden. Maana alimweka So katika that lile they may shamba have a fellowship. ili wakawe na And this uhusiano, Adam na huyu to take Adamu dominion in the earth. akaweze kuwa na nguvu ama akaweze That kuwa na means mamlaka when we katika have a dunia. fellowship with Inamaanisha God, tunapokuwa na ushirika we na are Mungu, going to reign in this earth. tutaweza kumiliki We ama are going to kutawala have duniani. dominion in this Tutakuwa earth. na utawala hapa duniani. But if we have no fellowship, Lakini kama if we hatuna do not ushirika, have a relationship kama with tuna Him, uhusiano na even yeye, when we come to church, hata tunapokuja even when kanisani, we give, hata tunapopeana, even when we offer those services, hata tunapopeana yes, we are kutumika hivyo, hospitable. ndio sisi tunakaribisha watu vizuri, We will not. In fact, we will not be doing the needful. lakini hatukuwa tukifanya lile We will be living linalohitajika. a purposeless life. Tutakuwa tunaishi maisha yasiyokuwa na kusudi. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana libarikiwe. Hallelujah. Hallelujah. Maybe you are here Pengine wewe uko hapa and you just found yourself serving. na ulijipata tu It ukitumika, is a good. It is okay. ni sawa tu, But first, do you have a lakini mwanzo relationship with uko God? na uhusiano na Do you Mungu, have a communion? uko na ushirika, Do you have a communion with uko na God? ushirika na A Mungu. personal, Eh, a ule personal ushirika wa one. binafsi. Not of faith harvest, si ule a wa personal kikanisa, one. ule tu wa kibinafsi. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says Biblia that inasema mother was distracted ya kwamba Martha by many aliweza kuhangaishwa tasks. na That kazi means nyingi. you can be in the church and you are distracted by many tasks. Inamaanisha unaweza kuwa hapa You can kanisani be lakini coming to umehangaishwa na church. kazi nyingi. You Unaweza can kuwa be ukija coming to kanisani, church every day, unaweza kuwa every ukikuja now and kanisani then, kila every wakati, now and then, ukija ukirudi kila wakati, and yet you are na distracted. ukuwe tu umehangaishwa tu. Hallelujah. You are Hallelujah. distracted in many Ukuwe things. tu You umehangaishwa are na kazi distracted nyingi. and worried about many things. Umehangaishwa na kuweza kufadhaishwa na mambo mengi. Martha was where Jesus was. Mariamu alikuwa mahali Yesu But the alipokuwa, Bible says lakini Biblia that she inasema was distracted by many servings. ya kwamba yeye aliweza kuhangaishwa na kazi And nyingi, she came up and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to serve alone? na akakuja akauliza, Bwana, hujali kwamba ndugu yangu ameniachia kazi zote mwenyewe? Maybe Jesus was asking himself, who told you that I need your service? Pengine Yesu It alikuwa is my service that you need. It is me that you need. Ni mimi unahitaji. Blessed be the name Jina la of Bwana Jesus. It is libarikiwe. me that you need. Ni mimi unahitaji. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of Jina la Bwana Jesus. libarikiwe. Hallelujah. Hallelujah. And the word of God says, Na neno la Mungu linasema the Lord answered her, ya kwamba Bwana Martha, akamjibu, Martha, you are worried and upset about many things, but one thing is needful, one thing is necessary. Mary has made a right choice, and it will not be taken away from her. lakini Bwana akamjibu, Martha, Martha, mbona unasumbuka na kuhangaika na mengi? Lakini kunahitajika kitu kimoja tu. Maria amechagua kile kilicho bora, wala hakuna mtu atakayemuondolea. It means that it is a choice that we make. Inaonekana ya kwamba ni uamuzi tunaofanya. You can choose to be distracted and to be busy all over. Unaweza amua uhangaike ama ukue na shughuli nyingi kila mahali. Or you can choose to do the needful. Na pia unaweza chagua kufanya lile linalohitajika. Blessed be the name of Jina Jesus. la Bwana And libarikiwe. the Bible says, Na Biblia inasema, Jesus told Martha, Yesu akamwambia Martha Mary has made the right choice, ya kwamba Maria amechagua kilicho and bora, it will not be taken away from her. wala hakuna mtu And
pray that we are utakayemwondolea. going to make the right choices. Ninaomba kwamba tufanye In uamuzi the ulio name of mzuri Jesus. katika jina We la are not Yesu. going to be distracted by many things. Hatutahangaishwa na We are mambo not going to be mengi. distracted by services. Hatutahangaishwa We are na not going to be utumishi. distracted by impressing people. Hatutahangaishwa na Do you know kupendeza many watu. things that we do because others do? Unajua mambo mengi sana huwa tunafanya kwa sababu watu wengine wanafanya. Hallelujah. Haleluya. Many things that we normally do. Mambo mengi Many ambayo sisi things that hufanya. normally distract Mambo us. mengi ambayo hutuhangaisha We sisi. do them because others are doing them. Tunayafanya kwa sababu wengine That is wanayafanya why pia. Martha was very upset Ndio maana when Martha she akaweza saw that kuhangaika her sister sana. was not doing the same. Akashangaa kwa nini dada yake afanye hivyo. I pray that we are going to do the right thing. Ninaomba kwamba I tufanye pray lile that we lililo are going bora. to do the needful. Tufanye jambo linalohitajika. Blessed be the name of Katika Jesus. jina la Bwana When libarikiwe. we come to Christ, Tunapokuja kwa Kristo, we have to empty ourselves. lazima kwanza tuwe tupu ama tuwe hatuna We chochote. have to empty ourselves Lazima tumwage kila that kitu he may fill us with himself. ili atujaze na yeye You mwenyewe. don't go to him full. Huwa uendi kwake kama umejaa. Hallelujah. Hallelujah. You don't need to go to Jesus Hauendi kwa Yesu when you are full. ukiwa umejaa. You have to empty yourself. Lazima You have kwanza to create ujimwage. space. Lazima utengeneze nafasi. And by creating Kwa space, kutengeneza you have nafasi, to empty yourself lazima kwanza that umwage he kila may kitu kutoka fill kwako us with himself. ili atujaze na yeye mwenyewe. Hallelujah. Hallelujah. But as long as we are full, Lakini bora tuwe tu tumejaa, we will have no space for him. hatutakuwa na nafasi We will yake. be busy. Tutakuwa na doing shughuli things, nyingi, doing tukifanya things. mambo, tukifanya But mambo, we will not be doing what he wants. lakini hatutakuwa We will tukifanya yale not be doing the yanayofaa. necessary. Hatutakuwa tukifanya yale yanayohitajika. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana libarikiwe. Hallelujah. Hallelujah. In the book of Matthew chapter 11, Katika kitabu cha Mathayo 11, Matthew chapter 11 Mathayo 25. Mathayo 11 mstari wa 25, And let us start from verse 27 tuanzie mstari wa 27. or 28. Come to me, all you who labor or are weary. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. All of you, take up my yoke and learn from me, because I am gentle and humble in heart, and you will find rest for yourself. For my yoke is easy and my burden is light. Njooni kwangu ninyi mtaabikao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jifungeni nira yangu, mjifunze kutoka kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenyu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. He is calling us to go to him, Anatuita tuje kwake, those that are weary and burdened, wale ambao wanataabika na so waliolemewa that na we may mizigo, take our luggages and our burdens ili tupeleke mizigo yetu yote to him. kwake. In other words, that he wants us to empty ourselves, Kwa maneno mengine anataka tujitoe mzigo so ama that we may tujitoe be able kila to kitu, travel right. ili tukaweze kuwa tunaenda kwa And he wepesi, has promised that I will give you rest. na ametuahidi ya kwamba atatupa kupumzika. All of you, Sisi wote take up my yoke. ya kwamba jifungeni You nira know, when yangu. you are burdened and you are weary, Unajua wakati umechoka na wakati umebeba it mizigo, is like you have been yoked. ni kama umefungwa. And he is saying, Na anasema, remove your yoke. Ondoeni kifungo hicho Take away chenu. your yoke Ondoeni hicho and kifungo have chenu. my own. Na muwe na nira yangu. Blessed be the name of Jina la Bwana Jesus. libarikiwe. Take away your yoke Ondoeni hiyo nira yenyu and have my yoke. na muweze kuvaa nira All of you, yangu. Nyinyi take wote up my yoke jifungeni nira and yangu learn from me, na msome kutoka kwangu, because I am gentle maana mimi ni and mpole humble in heart, na mnyenyekevu wa and moyo, you will find rest for nanyi mtapata yourself. raha So nafsini when we mwenu. take our burdens to Kwa him, hivyo tunapompelekea mizigo when we yetu, take our luggages to him, tunapompeleka kutaabika kwetu we are kwake, not going to remain empty, hatutabaki hivyo bila kitu, but we are going to put on his yoke, lakini tutaweza kujifunga nira and we yake will learn from him, na tutasoma kutoka because he is kwake, gentle and humble in heart, maana yeye ni mpole na and we mnyenyekevu wa will find moyo, rest for ourselves. nasi tutapata raha nafsini For his mwetu. yoke is right, Kwa maana nira yake ni for laini, his yoke is easy, maana mzigo wake ni mwepesi, and his burden is right. na mzigo wake ni mwepesi. Blessed be the name of Jina la Bwana Jesus. libarikiwe. Hallelujah. Hallelujah. I want to give an example Nataka nipeane mfano of this man by the name Nicodemus. wa huyu mtu aliyekuwa akiitwa In Nikodemu. the book of John chapter 3, Katika kitabu cha Yohana 3, this man went to Jesus. huyu mtu alienda kwa Knowing. Yesu akijua, He had a knowledge. alikuwa anajua na ufahamu, He was full of knowledge. alikuwa amejawa na The ufahamu. Bible says in John chapter 3, Biblia inasema there katika was a Yohana man from the 3, Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came, a ruler of the Jews. This man came to him at night and said, Rabbi, we know that you have come from God as a teacher.
For no man could perform these signs you do unless God were with him. Hallelujah. Hallelujah. This is a man Huyu ni mtu full of knowledge. ambaye The amejawa na Bible says ufahamu. that he was a Pharisee Biblia inasema ya kwamba alikuwa and he mfarisayo was also a ruler of the Jews. na pia yeye alikuwa katika baraza la He Wayahudi went to waliokuwa Jesus by kitawala. night Alienda kwa Yesu usiku and he said, Rabbi, na akamwambia, Rabi, we know that you have come from God tunajua kuwa wewe ni mwalimu aliyetumwa na Mungu, as a teacher, for no one could perform these signs that you do. kwa kuwa maana hakuna mtu awezaye kufanya miujiza hii That means unayofanya. he had listened to Jesus Hiyo inamaanisha kwamba alikuwa amemsikiza Yesu for several times, kwa muda mrefu and he knew that he was a man of na God. akajua huyu ni mtu wa Mungu, But yet lakini bado he was not born again. hakuwa He ameokoka. had not received the knowledge. He was not the knowledge that he Yeye knew. hakuwa huo ufahamu ambao alikuwa anaujua. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana The libarikiwe. Bible says, Biblia Jesus inasema, replied, Yesu I akamjibu, assure you, unless someone is born again, he cannot see the kingdom of God. Yesu akamjibu, amini amini nakwambia, mtu hawezi kuona ufalme wa Mungu asipozaliwa mara ya pili. The knowledge that he was, Ule ufahamu ambao the alikuwa knowledge nao, that he had, ule ufahamu aliokuwa nao, he never became the knowledge. yeye hakufanyika kuwa huo That means ufahamu. you can know. Inamaanisha You unaweza can have a ukajua, knowledge, you can have a revelation, unaweza kuwa hata na ufunuo, but not becoming that revelation. lakini ukose kuwa huo And that is ufunuo. how the church has been mistaken. Na hivyo ndivyo kanisa limechukuliwa kwa Especially makosa. nowadays. Haswa siku We hizi. are looking for revelation. Tunatafuta ufunuo. We are looking for the knowledge of the Tunatafuta Bible. ufahamu wa We Biblia. know the Bible. Eh, We know tunajua how to Biblia. put scripture. Tunajua We jinsi ya have a kusema revelation. maandiko. Tuko na ufunuo. But we are not becoming that revelation Lakini that we know. hatufanyiki kuwa huo ufunuo ambao The way we tunajua. are living, Vile tunavyoishi it is not what we know. si kile ambacho The tunajua. way we live our lives. Vile tunavyoishi Yes, maisha we yetu. know the word. Ndio We tunajua have the neno. revelation. Ndio tuna We have ufunuo. the Bible in Ndio our tuko na heart. Biblia katika We mioyo have yetu. the Bible Ndio tuko na in our Biblia hands. katika vichwa But we vyetu. are not living the Lakini Bible. hatuishi We are not Biblia. becoming that knowledge. Hatufanyiki huo ufahamu. Blessed be the name Jina la of Bwana Jesus. libarikiwe. It is like having the knowledge that was with Nicodemus, Ni kama kuwa na huu ufahamu who ambao was a Nikodemo alikuwa na, ambaye Pharisee, alikuwa a teacher mfarisayo. of the law. Alikuwa ni mwalimu wa sheria. But he was not that referee. He was not really, he never became Lakini that hakuwahi fanyika revelation. huo ufunuo. He never became that revelation. Hakuwahi fanyika kuwa huo Blessed be ufunuo. the Jina name la of Bwana Jesus. libarikiwe. I want us to move now to move from having the knowledge, Nataka sasa tuondoke kutoka kuwa na ujuzi ama ufahamu now becoming na sasa tuweze becoming the knowledge. kufanyika huo ufahamu Blessed be the wenyewe. name Jina of la Bwana Jesus. libarikiwe. Hallelujah. Hallelujah. I pray that we are no longer be hearers of the word, Ninaomba sasa tusiwe tu having kusikia neno la the Mungu, knowledge of the word, kuwa tu na kujua neno la but Mungu, I pray that we are going to become doers. lakini ninaomba tuwe Doers watendaji of wa the neno, word. watendaji wa neno. Because if only we can become doers of Maana the kama word, tunaweza kuwa watendaji wa if we can neno, do that which we know that we have, tukifanya kile ambacho if we tuko can do nacho, the knowledge of the Bible, tukifanya if we tu can kujua do kwa the knowledge Biblia, of the word that we tukifanya have, tu ufahamu ambao tuko nao I wa am telling Biblia, you, nakwambia the world will become a better place. dunia itakuwa mahali pazuri. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana libarikiwe. Hallelujah. We Hallelujah. need to become the word. Tunahitaji kuwa neno. We need to become the revelation that we Tunahitaji have. kufanyika kuwa ufunuo tulio Sometimes you will nao. sit and hear people speaking about preaching the word. Wakati mwingine utasikia watu wakihubiri neno, But when you hear when you listen to what people say about their lives, lakini unaposikiza yale mambo watu or wanasema maybe kuhusu when you maisha yao, scrutinize their lives, ama unapochunguza maisha yao, you are left wondering. unashanga, Because they have a unashangaa. revelation, Maana wanafunuo ndio, but they are not living that lakini revelation. hawaishi They huo have the ufunuo. word. Wako na They know neno, the Bible. wanajua They Biblia, can quote scriptures. wanaweza They wakasema have the maandiko knowledge of mengi, the word, wako na ufahamu wa neno, but they do not live that lakini word. hawaishi lile neno. I pray that we are going to become the Ninaomba word. kwamba tuwe neno, Blessed be the name of Jina la Bwana Jesus. libarikiwe. Because it is the only way kwa sababu hiyo that ndio we njia are going tu to change the ambao world. tutabadilisha The dunia. world cannot be changed by the knowledge. Dunia haiwezi badilishwa na ufahamu. The world cannot be changed by the revelation Dunia that we haiwezi have. badilishwa na ufunuo Revelation tulionao. becomes effective Ufunuo unafanya kazi when we live it. wakati tunapouishi. Blessed be the name of Jina la Bwana Jesus. libarikiwe. When you live that revelation that Unapoishi you huo have, ufunuo ambao tuko I'm nao, telling you, nakwambia you will transform lives. utaweza kubadilisha maisha. Hallelujah. Hallelujah. Jesus told Nicodemus, Yesu akamwambia Nikodemu,
Yes, you know that I come from God. Yes, ndio unajua nimetoka Because kwa of the Mungu. signs that I have been doing. Kwa sababu ya ishara ambazo nimekuwa But I want to nikifanya. assure you, Lakini nataka unless nikuhakikishie, someone is born again, isipokuwa mtu he azaliwe mara ya cannot see the pili, kingdom of hawezi God. ona ufalme wa mbinguni. Unless you are born again. Isipokuwa uzaliwe mara ya pili. Yes, you have the knowledge. Ndio uko na Yes, you ufahamu. have the scriptures. Ndio uko na Yes, you maandiko. have the revelation. Ndio uko na ufunuo. But Lakini nakwambia, unless someone is born again, isipokuwa mtu he azaliwe mara ya cannot see pili, the kingdom of hawezi God. akaona ufalme wa Mungu. But how can anyone be born when he is old? Awezaje kuzaliwa wakati mtu akiwa mzee? Nicodemus asked him, Nikodemo can he akamuuliza, enter his mother's womb hakika hawezi a kuingia mara ya second pili kwenye time tumbo la mama yake and be born? ili azaliwe tena? Jesus answered, Yesu I akamjibu, assure you, Nakwambia. unless someone is born again of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. ya kwamba hakuna mtu yeyote anaweza kuingia katika ufalme wa Mungu isipokuwa amezaliwa kwa maji na kwa Roho. For whatever is born of the flesh is flesh, Mwili huzaa mwili, and whatever is born of the Spirit is spirit. lakini Roho huzaa Roho. Do not be amazed Kwa hiyo that I usishangae told you that you must be born again. ninapokuambia budi lazima The uzaliwe wind mara ya blows pili. where it pleases, Upepo huvuma popote uendapo, and you hear its sound, mvumo wake but you usikika, don't know where it comes or where it is going. lakini huwezi ukafahamu utokako wala So uendako. it is with everyone born of the Spirit. Ndivyo ilivyo kila mtu aliyezaliwa na And Roho. this man asked, how can these things be? Nikodemo akauliza, Ask mambo haya Nicodemus. yawezekanaje? And Jesus asked him, Na Yesu are akamwambia, you a teacher of Israel? wewe ni mwalimu wa And you don't mashuhuri know these things? na wewe huelewi That mambo means you can haya? be a teacher of the word. Inamaanisha unaweza kuwa mwalimu wa neno. Yes, he was a teacher of the word. Alikuwa ni He mwalimu was wa neno. teaching in the synagogue. Alikuwa anafunza He katika was masinagogi. teaching in the temple. Alikuwa He anafunza was katika a hekalu. teacher. Alikuwa He was a mwalimu. teacher of the law. Alikuwa mwalimu wa And sheria. yet not being that law. Na hakuwa And anafanya yet kwa hiyo not doing sheria. that law. Na hakuwa anafanya hiyo Blessed be the sheria. name of Jina la Bwana Jesus. So you can libarikiwe. have a revelation of the word. Kwa hivyo unaweza kuwa na But ufunuo if wa you do neno. not become that revelation, Lakini kama haufanyiki kuwa if huo you do ufunuo, not become that word that kama you know, haufanyiki kuwa hilo neno ambalo you unajua, will live a purposeless life. utaishi maisha yasiyokuwa na Do the kusudi. needful. Fanya Do the linalohitajika. word. Neno. Do the word. Fanya neno. Become the word. Kuwa neno. Blessed be the name Jina of la Jesus. Bwana I libarikiwe. pray that we are going to become. Ninaomba kwamba As tufanyike I kuwa preach neno. to you, Na ninaokopa I wahubiria. preach to myself. Najihubiria And pia. most time I always come, whenever I come here, I always tells you Na wakati wote mimi hukuja hapa huwa nawaambia that before, ya kwamba kabla, most of the time, wakati mwingi God always gives me the word. Mungu Gives me my word. Mungu ananipea neno langu mimi mwenyewe. And then I come to preach to you. Alafu nakuja na wahubiria. Blessed be the name of Jina la Bwana Jesus. libarikiwe. When he gives me my word, Anaponipa neno in langu, fact, he is speaking to me. aswa huwa ni mimi anaongelesha. Then I come and Alafu speak nakuja to you. na waongelesha. Blessed be the name Jina la of Bwana Jesus. libarikiwe. Hallelujah. 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 Philippians chapter 3:5. Wafilipi 3:5. Philippians 3:5. Wafilipi 3:5. The Bible says, Biblia inasema Philippians 3:5, Wafilipi 3:5. circumcised the 8th day of the nation. Okay, let's start from verse 4. Although I once had a confidence in the flesh too, if anyone else think he has grounds for confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day of the nations of Israel, of the tribe of Judah, a Hebrew, born of Hebrews, as of the law, a Pharisee, as to sin, persecuting the church, as to the righteousness that is in the law, blameless. But everything that was again to me, I have considered to be a loss because of Christ. More than that, I also consider everything to be a loss in the view of the surpassing value of knowing Christ, Jesus my Lord. Because of him, I have suffered the loss of all things and consider them filth, so that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own from the law, but one that is through faith in Christ. Hallelujah. Hallelujah. This is Paul. Huyu ni Paulo. When he was persecuting the church, Alipokuwa akilitesa he thought kanisa, that he was doing God a service. alifikiria alikuwa anatumikia Mungu. The sin
that he had, ama ile bidii alikuwa nayo, he thought that he was doing God a service. alifikiria alikuwa anatumikia Mungu. By persecuting the church, Kwa kutesa kanisa, he thought that he was earning merit alifikiria kwamba yeye aliweza kufurahiwa with God na Mungu by persecuting the kwa church. kulitesa kanisa. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana libarikiwe. All that he was doing, Yote ambayo alikuwa akifanya, persecuting the church, kutesa kanisa, arresting them, akiweza he kuwashika, thought that he was doing God a service. alifikiria alikuwa anamtumikia Mungu. Hallelujah. Hallelujah. And that is why he is saying Na in ndio maana verse anasema 7, katika but mstari wa everything 7, that was again to me, ya kwamba I consider to be loss because of Christ. lakini mambo yaliyokuwa faida kwangu sasa nayahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. More than I also consider everything to be a loss in view of surpassing value of knowing Christ. Zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara tupu, nikiyalinganisha na faida kubwa ipatayo kiasi ya kumjua Kristo Bwana Yesu wangu. Knowing Christ was the needful. Kujua Kristo ndio ilikuwa Not inahitajika. all the other thing that he was doing. Mambo yale mengine yote alikuwa akiyafanya. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana libarikiwe. More than I also consider everything to be a loss in view of the surpassing value of knowing Christ, Jesus by my Lord. Because of him, I have suffered the loss of all things and considered them filth, so that I may gain Christ. Zaidi ya hayo nahesabu mambo yote kuwa hasara tupu, nikiyalinganisha na faida kubwa ipitayo kiasi ya kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo. He emptied all for the sake of Christ. Aliweza kuyaacha yote kwa ajili ya Kristo. Hallelujah. Hallelujah. We don't add Christ to what we have, Huwa tuongezei Kristo kwa yale tuko nayo, but we empty ourselves. lakini sisi huwa tunaondoa kila kitu. Hallelujah. Hallelujah. We do not add Christ to what we have, Hatuongezei Kristo kwa yale ambayo tuko nayo, but we have to empty lakini ourselves lazima kwanza tuondoe yote so tuliyo that he may nayo find room. We want to ili have it akapate all. nafasi. Tunataka tuwe na He yeye wants to kabisa. have it all. Anataka apate You kila cannot kitu. be a double-minded person. Hawezi kuwa mtu wa nia mbili. Blessed be the name Jina of la Jesus. Bwana libarikiwe. We cannot be. You cannot live being a double-minded person. Hawezi ishi kuwa mtu wa nia The Bible mbili. says that that person is unstable in all his Biblia deeds, inasema ya kwamba huyo mtu haeleweki kwa nayo and yote he will anayoyafanya, fight. He will get nothing from the na Lord. hawezi akapokea chochote kutoka kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. The familiar is always comfortable. Yale mambo tu ya kawaida yanakuwa ya kutosheleza tu. We have to let go of the old Lazima tuachilie hayo mambo ya so kawaida that we may receive the new. ili tupokee yaliyo We mapya. have to forsake the old nature Lazima tuache ule uasili wa to be kale able to receive the new. ili tuweze You kupokea cannot yale receive the new mapya. unless you forsake the Hawezi old nature. ukapokea mapya That is kama why the hujaachilia Bible kale. says Ndio maana Biblia inasema in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, katika Wakorintho wa if pili 5 anyone is in Christ Jesus, na kwamba kama yote yako katika Kristo he is Yesu a new creation. anafanyika kuwa kiumbe The old kipya. thing has passed Ya away, kale yamepita and behold, na he tazama has become new. amekuwa mpya. You have to become new. Lazima uwe kiumbe kipya. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana libarikiwe. Hallelujah. Hallelujah. Let us read Philippians chapter 3 verse 13, the same chapter that we were. Hapo sura ambayo tulikuwa katika sura ya 13, 3 ya 14, Filipi mstari wa 13 na 14, the 14. Bible says, Biblia inasema, brothers, I do not consider myself to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and reaching forward to what is ahead, I pursue as my goal the prize promised by God's heavenly calling in Christ Jesus. Therefore, all those who are mature should think this way. And if you think differently about anything, God will reveal this to you also. Nasema katika Wafilipi 3 mstari wa 13, ndugu zangu, sijihesabu nimekwisha kushika, lakini ninafanya jambo moja. Ninasahau mambo yale yaliyopita, na kaza mwendo kufikia yale yaliyo mbele. Na kaza mwendo nifikie ile alama ya ushindi iliyowekwa, ili nipate tunzo ya mwito mkuu wa Mungu ambao nimeitiwa huko juu mbinguni katika Kristo Yesu. Hivyo sisi sote tuliokuwa kiroho tuwaze jambo hili. Hata mkiwaza mengine katika jambo lolote, Mungu ataliweka wazi hilo nalo.
we have to forget the accomplishment of yesterday, lazima tusahau yale the tuliyopata failures of jana yesterday, na kushindwa kwa jana so that pia, we may be able to press ahead. ili tukaweze kuendelea mbele. Hallelujah. Hallelujah. We have to press ahead. Lazima tusonge mbele, We forget what is behind tusahau yale yaliyo nyuma and reaching forward to what is ahead. na twende mbele, tufikirie yaliyo Pursuing. mbele. Yes, we have to pursue lazima tuweze as our kufikia goal ile taji yetu for ama the tuzo prize letu. promised by God's heavenly call in Christ Jesus. Na kwa sababu ya ile taji ambayo iliyowekwa mbele zetu na Kristo Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Luke chapter 9. Luka 9. Luke chapter 9. Luka 9. Luke chapter 9 57. Luka 9 mstari wa 55. Luke 9:57. Ni katika Luka 9 mstari wa 57. The Bible says, Biblia inasema, as they were traveling on the road, someone said to him, I will follow you wherever you go. Jesus told him, foxes have dens, and birds of the sky have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Then he said to another, follow me. The Lord, he said, first let me go bury my father. But he told him, let the dead bury their own dead. But you go and spread the good news of the kingdom of God. Another also said, I will follow you, Lord. But first, let me go and say goodbye to those at my home. But Jesus said to him, no one who puts his heart to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. Hallelujah. Hallelujah. In this verse, the Bible says Katika huu mstari that Biblia while Jesus inasema was traveling on the road, ya kwamba Yesu alipokuwa akisafiri, someone said to him, mtu I akamwambia, will follow you nitakufuata wherever you go. kokote uendako. But Jesus told him, Lakini Yesu akamwambia, foxes have dens and birds of the sky have nests. bweha wana mapango na ndege wa angani wana In viota. other words, he was telling this man, Kwa njia nyingine alikuwa you anamwambia, have to count the cost. lazima uhesabu gharama. You know that there are people that follow Jesus Unajua kuna watu ambao wanafuata Yesu without counting the cost. bila kuhesabu gharama. Blessed be the name Jina la of Bwana Jesus. libarikiwe. Jesus was telling this man, Yesu anaambia huyu mtu foxes have dens ya kwamba and mabweha wana birds of the mapango sky have nests. na ndege But wana the Son viota, of Man lakini has mwana no wa place Mungu to lay his head. hana mahali pake pa kukaa. The Bible says Na Biblia that inasema this man was a scribe. ya kwamba huyu mtu alikuwa yeye ni Msadukayo. Maybe he thought he is going when he followed Jesus. Alipomfuata Yesu, Maybe he thought Jesus will provide for him. alifikiria pengine Yesu ataweza kumpa. Akaona maisha ya starehe. And he suggested, no, I have seen a chance. I am going to follow this man. Akasema nimepata Because this man nafasi is going to provide. This nitafuata man huyu might mtu. provide for me. Huyu mtu anaweza nipea kila kitu. And Jesus nahitaji. told him, count the cost. Yesu akamwambia hesabu Because if you are gharama. following me, I do not have a place to sleep. Maana mimi sina mahali hata pa You kulala. have to know that you will also be sleeping. you will also have nowhere to sleep. Lazima pia wewe ujue hautakuwa na mahali pa kulala. And he said to another, follow me. Na akamwambia mwingine, This other nifuate. one, Jesus, it was Jesus who requested that he follow him. Huyu mwingine ni Yesu alimwambia amfuate. And he said, Lord, first let me go bury my father. Na akamwambia acha kwanza niende nikamzike baba yangu. But he told him, let the dead bury their own dead. Yesu akamwambia wacha wafu wazike wafu wao. But go and spread the good news of the kingdom of God. Bali wewe nenda ukatangaze ufalme wa Mungu. There was nothing wrong to go and bury your father. Hakuna chochote cha kwenda kuzika baba yako. But he was telling this man, Lakini alikuwa anamwambia huyu first mtu. thing first. Jambo Before la you kwanza, go and bury your father, kabla uende uzike baba yako. follow me. Kwanza nifuate. Receive me. Nipokee kwanza. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana libarikiwe. When you receive me, Unaponipokea. when you give me a chance, Unaponipa when you nafasi, follow me, it unaponifuata, does not mean that you are not going to go and bury your father. Haimaanisha utaenda But kuzika first baba things yako. Lakini first. mambo ya kwanza yaje kwanza. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana libarikiwe. But he told him, let me, chapter 61, another also said, I will follow you, Lord. But first let me go and say goodbye to those at my house. Mtu mwingine akamwambia, Bwana nitakufuata lakini naomba kwanza But nikaage Jesus jamaa said to yangu. him, no one who puts his heart to the plow and looks back is fit to the kingdom of God. Yesu akamwambia mtu yeyote atiaye mkono wake kulima kisha akatazama nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. You have to be decided. Lazima ukue mtu You know ameamua. those days that we used to sing. Unajua zile siku tulikuwa tunaimba, I have decided to follow Jesus nimeamua kumfuata and Yesu no turning back. na hakuna kurudi nyuma. And another one that we used to sing ile siku za kitabu.
Ũhonokio-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire nĩ ũngĩrira aca ndingĩrira nĩ ũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire. Si utafsiri ya kwamba mimi ndiye nilijipeleka kama nimejipendea, na kwa hivyo mimi siwezi nikajuta. There is no regret. Hakuna kujuta. Because I took myself maana there. mimi ndiye alinijipeleka I pale. received Christ willingly. Nilipokea Kristo nikipenda. Yes, I was not forced. Ndio sikulazimisha. So there is no regret. Kwa hivyo hakuna kujuta. That is why Jesus was telling this man. Ndio maana Yesu No alikuwa one anamwambia put huyu, his heart to the plow hakuna yote mtu ambaye and huanza looks kulima back is fit for the kingdom of ambaye God. huanza kulima alafu anaangalia You nyuma, have yeye to be afai katika fully ufalme wa decided. Mungu. Lazima uamue kabisa. Blessed be the name of Jina la Bwana Jesus. When you libarikiwe. put your hands on that plow, Ukiweka mikono yako katika hilo No la turning kulima, back, hakuna no kurudi looking nyuma. back. Hakuna kurudi you nyuma. took yourself there. Lazima uende ulijipeleka pale. Blessed be the name of Jesus. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Hallelujah. We have to do the needful. Lazima tufanye linalohitajika. Yes. Mm. Because if we are not going to do the needful, Kwa sababu kama we tutafanya are going to be linalohitajika distracted by many surfing. na tutaweza kuhangaishwa na mambo mengi. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana libarikiwe. First Chronicles chapter 17. Mambo ya Nyakati wa kwanza 17. Hallelujah. Hallelujah. First Chronicles chapter 17. Mambo ya Nyakati wa kwanza 17. The Bible says from verse 1, Biblia inasema kwanza when mstari wa David had kwanza, settled into his palace, he said to Nathan the prophet, Look, I am living in a cedar house while the ark of the Lord's covenant is under the tent curtains. No, curtains. So Nathan told David, do all that is in your, do all that is on your heart, for God is with you. But that night, the word of the Lord came to Nathan, Go to David, my servant, and said, This is what the Lord says. You are not the one to build me a house to dwell in. From the time I brought Israel out of Egypt until today, I have not lived in a house. Instead, I have moved from the tent to tent, and from tabernacle to tabernacle, in all my traveling throughout Israel. Have I ever spoken a word to even one of the judges of Israel, whom I commanded to shepherd my people, asking, Why haven't you built me a house of cedar? Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana libarikiwe. This was a very good idea Hii ilikuwa ni mawazo mazuri sana that came up with David. ambao Daudi In fact, alitoka it nayo. was a godly idea. Haswa ilikuwa ni mawazo ya Mungu. To make it worse, it was a good intention. Hata kuharibu zaidi ilikuwa ni nia It nzuri. was a good intention. Ilikuwa nia So nzuri. you can be doing Kwa something hivyo unaweza kuwa ukifanya kitu that seems godly, ambacho kinakaa ni cha having a good kiungu intention, na kuwa na nia but nzuri, it is not the needful. lakini si halihitajiki. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana libarikiwe. Hallelujah. Hallelujah. David Daudi thought of building a temple akafikiria kujenga hekalu, for God. It kumjengea was Mungu his hekalu. idea. Ilikuwa And ni it nia was yake good. na ilikuwa nzuri. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana libarikiwe. And he said to Nathan, Na the akamwambia prophet, Nathani yule Look, I nabii, am living in a cedar house where the ark of the Lord's covenant is under the tent curtains. So Nathan told David, Do all that is on your heart, for God is with you. That is the prophet. huyo ni nabii pia. But that night, Lakini the word usiku of the ule, Lord came to Nathan. Go to David, my servant, and say, This is what the Lord says. You are not the one to build me a house to dwell in. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of Jina Jesus. la Bwana libarikiwe. So you might be having a good idea, Kwa hivyo unaweza kuwa na wazo a good nzuri intention, na nia but nzuri, that is not what God wants. lakini si hicho Bwana angependa ufanye. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana libarikiwe. For us to know what is the needful, Ili tukajua kile we kinachohitajika, have to listen to Him. lazima tumsikilize. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana We have to libarikiwe. listen to Him, to hear from Him like Mary did. Lazima tusikilize kama vile Mariamu alivyofanya ili You know, tumsikie. I heard from a man of God Unajua nilisikia kutoka kwa mtumishi wa Mungu that he heard from that God told him to build. He said that he had God telling him to build to build his body, ya kwamba Mungu alimwambia ajenge mwili wake, and he thought na akafikiria that he was told to build a church, ya kwamba aliambiwa ajenge kanisa, and he mobilized his church, na akaenda akaongea na watu wa kanisa lake, and they had money, na wakakaa kutoa and they pesa, constructed a very big building. na wakajenga kanisa kubwa sana. When it was being when the time
of the opening of the sanctuary, wakati wa kufungua ile kanisa and they ulipofika were ready, na walikuwa God tayari, asked him, Mungu who alimuuliza, told you to build me a church? nani alikwambia unijengee I kanisa? did not tell you to build me a church. Mimi sikukwambia I unijengee told you kanisa. that you go and build my body. Nilikwambia kwamba uende ujenge mwili wangu. Blessed be the name Jina la of Bwana Jesus. I libarikiwe. thank God because that man confessed before the people. Nashukuru Mungu kwa sababu huyo mtu aliambia washirika, You can aliambia watu. imagine the toil. Hebu ona kule You can imagine the hard work. ile kazi yote You ngumu. can imagine the labor Ile bidii yote that they went. ambao walipitia. Yet he was doing the wrong thing. Na alikuwa anafanya kitu kisichofaa. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana God libarikiwe. wanted this servant to build his body. Mungu alitaka huyu To mtu build ajenge the body mwili, of Christ. kujenga mwili wa Kristo. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana To libarikiwe. build the body of Kujenga Christ. mwili wa Kristo. But him, Lakini yeye he built a house. akaenda kujenga Blessed nyumba. be the name of Jina la Jesus. Bwana You libarikiwe. might be doing something that is good. Unaweza kuwa You ukifanya might kitu be ambacho ni doing kizuri. something Unaweza kuwa that you ukifanya think kitu that is godly. ambacho unafikiria ni cha kiungu, But you might not be doing the needful. lakini ukose kufanya kitu kinachohitajika. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana For libarikiwe. us to know Ili that tukajue which is needful. kile Because kinachohitajika. each one of us Maana is kila mmoja unique. wetu And yeye we ni have been called for a special. purpose. Na umeitwa What kwa I have been kusudi. called to Kile do nimeitwa is nifanye. not what you have been Sio called kile to wewe do. umeitwa ufanye. You have been called to do Umeitwa kufanya according to your calling. kulingana na mwito wako. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana I libarikiwe. have been called to do Nimeitwa according to my calling. kulingana na mwito So we wangu. have to listen to Kwa him. hivyo lazima We tumsikize. have to hear from him. Lazima tusikie kutoka kwake. Blessed be the name of the Jina la Lord. Bwana libarikiwe. Hallelujah. Hallelujah. The Lord said to him, Bwana akasema I kwake, have never commanded in all my travels throughout Israel. I have ever, that is verse 6. In all my travels throughout Israel, have I ever spoken a word to even one of the judges of Israel, whom I commanded to shepherd my people, asking, why haven't you built me a house of cedar? je, popote nilipokwenda pamoja na Waisraeli wote, wakati wowote nilimwambia kiongozi yeyote niliyemwagiza kuwachunga watu wangu, kwa nini hujanijengea nyumba ya mierezi? Hallelujah. Hallelujah. I pray that we are going to listen from him Naomba ya kwamba so tusikize that kutoka we may kwake not do a mistake, ili tusifanye so that makosa, we may not be distracted by much surfing. ili tusiweze We might kufanya not be nini na kupitia- distracted by many things, ili tusihangaishwe na but mambo we do mengi, the needful. lakini tufanye We might not linalohitajika. do what other people are Tunaweza kosa doing. kufanya yale mambo watu wengine Yes, they wanafanya. might be doing a good thing. Ndio wanaweza kuwa wakifanya mambo They mazuri, might be doing the needful thing, wanaweza kuwa wakifanya because mambo that is what God yanayohitajika, has told them to do. maana hayo ndio Mungu But you are amewaambia not wafanye, expected to do what they are lakini doing. hamtarajiwi kufanya vile ambavyo wanafanya. Blessed be the name of Jina la Bwana Jesus. libarikiwe. Hallelujah. Hallelujah. Psalms 51. Zaburi 51. When I was preparing this message, Wakati nilipokuwa nikiandaa ujumbe huu, nilikuwa ninamwambia Mungu, Mungu kabisa umenionea kabisa. Blessed be the name of jina Jesus. la Bwana Nilikuwa libarikiwe. namwambia Mungu kweli kabisa. Na ni vizuri kwa sababu tutarekebika. Blessed be the name of Jesus. Amen. Yes, tutarekebika. I was Amen. telling myself, it is me that you are talking to. Nilikuwa najiambia ni mimi unaongelesha. Psalms 51 verse 16. Zaburi 51 mstari wa 16. 51 mstari wa 16. 16 the Bible says, verse 15, Lord, open my lips and my mouth will declare your praises. You do not want a sacrifice, or I would give it. This is David. You are not pleased with burnt offering. The sacrifice pleasing to God is a broken spirit. God, you will not despise a broken and a humble heart. In your good pleasure, cause Zion to prosper. Build the walls of Jerusalem. Then you will delight in righteousness sacrifice, whole burnt offering. Then bulls will be offered on your altar. Ni katika Zaburi 51 mstari wa 15. Bwana, fungua midomo yangu na kinywa changu kitangaze sifa zako. Wewe hupendezwi na dhabihu, au ningeileta. Hufurahi sadaka za kuteketezwa, bali dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika wenye toba. Mungu, hutaudharau. Kwa wema wa radhi yako uifanye Sayuni istawi, ukazijenge upya kuta za Yerusalemu. Hapo ndipo kutakapokuwa na dhabihu za haki, sadaka nzima za kuteketezwa na kukupendeza sana.
Hallelujah. Haleluya. There is no sacrifice that we can give to God. Ya kwamba hakuna dhabihu tunaweza pea Mungu. But the Bible says Lakini Biblia inasema that the sacrifice pleasing to God ya kwamba dhabihu inayompendeza Mungu is a broken spirit. ni roho iliyovunjika. That one God will not despise. Hiyo Mungu hawezi akaidharau. A broken spirit Roho iliyovunjika and a humble heart, na moyo uliovunjika, He will never despise. yeye hatawahi udharau. Blessed be the name of Jesus. Jina la Bwana If we libarikiwe. think maybe it is through sacrificing, Tukifikiria pengine ni making kwa kutoa sacrifice, sadaka ama ni kwa kutoa He is dhabihu, not pleased with that. yeye hafurahishwi na hayo, But He is pleased with a broken and a lakini humble heart. anafurahishwa na moyo uliovunjika. Hallelujah. Hallelujah. 1 Samuel chapter 15. Samueli wa kwanza 15. 1 Samuel 15:22. Samueli wa kwanza 15:22. 1 Samuel 15:22. Za Samueli wa kwanza 15 mstari wa The Bible 22. says, Biblia inasema, Then Samuel said, Does the Lord take pleasure in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? Look, to obey is better than sacrifice. To pay attention is better than the fat of rams. For rebellion is like the sin of divination, and deficiency is like the wickedness and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as a king. lakini Samueli akajibu, je, Bwana anafurahia sadaka za kuteketezwa na dhabihu kama vile kuitii sauti ya Bwana? Kutii ni bora zaidi kuliko dhabihu, nako kusikia ni bora kuliko mafuta ya kondoo ndume. Kwa maana kuasi ni kama dhambi ya uaguzi, nao ukaidi ni kama uovu wa kuabudu sanamu. Kwa sababu umelikataa neno la Bwana, naye amekukataa wewe kuendelea kuwa mfalme. These words were spoken by Prophet Samuel to King Saul. Haya maneno yalinenwa na nabii Samueli kwa mtumishi wa Mungu When he Sauli disobeyed God. alipomwasi Mungu, When he was told to go and attack the Amalekites alipoambiwa aende akashambulia and Waamaleki completely destroy everything na angamize kila kitu that they had. ambao walikuwa nacho. And the Bible says Biblia inasema he was told not to he was told do not spare them. aliambiwa asiwabakishe, Kill men uwa and wanaume women, na wanawake, children and inhabitants, watoto na wote walioko oxen and kule, sheep, hata kondoo na camels and mbuzi, donkeys. hata ng'ombe wote na punda wote. He was told to wipe everything, even the infants. Aliambiwa aweze kuua na kuangamiza kila kitu. And the Bible says Biblia inasema, when he went there, alipoenda pale he captured the king of the akamshika yule Amalekites mfalme wa Amaleki by the name Agagi, aliyekuwa akiitwa Agagi arrive. akiwa hai, But he completely destroyed all the rest of the people with the sword. lakini akaangamiza hawa watu wengine wote kwa upanga. And also Saul's troops spared Agagi and the best of the sheep, Na akampakisha huyu mfalme Agagi na pia mojawapo ya zile kondoo cattle and fatterings, na pia hata ng'ombe as well as the young rams and the best of everything else. na pia kondoo na ndume, wale walio na mafuta ama wale walio nzuri wazuri. They were not willing to destroy them. Hakuwa tayari kuwaangamiza, But they did destroy all the worthless and unwanted things. lakini wakaangamiza yale yote ambayo hayakuwa yanastahili na yale ambayo hayakuwa yanafaa. And the Bible says Biblia inasema God was very angry with Saul. Mungu akakasirishwa sana na And Sauli, he sent Prophet Samuel na akamtuma mtumishi to the Samueli king kwa mfalme early in the morning. asubuhi mapema. Samuel got up to confront Saul. Samueli akaamka akaenda kwa Sauli, But it was reported to Samuel, lakini Samueli akaambiwa, Saul went to Carmel, lakini where he got up a monument for himself. Lakini Sauli akaambiwa ya kwamba ama Samueli akaambiwa kwamba Sauli ameenda That is verse 12. katika mstari wa 12 ya kwamba Samueli akaambiwa ya kwamba Sauli amekwenda Karmeli, huko amesimamisha mnara kwa heshima yake mwenyewe, naye ameendelea na kutelemkia Gilgali. Verse 13, when Samuel came to him, Saul said, "May the Lord bless you. I have carried out the Lord's instruction." Samuel replied, "Then what is this sound of sheep and cattle I hear?" Saul answered, "The troops brought them from the Amalekites and spared the best sheep and cattle in order to offer a sacrifice to the Lord your God, but the rest we destroyed."
Samueli alipomfikia Sauli akamwambia, Bwana akubariki. Nimetimiza yale Bwana aliyoniagiza. Lakini Samueli akasema, nini basi huo mlio wa kondoo masikioni mwangu? Huu mlio wa ng'ombe ninaousikia ni kitu gani? Sauli akajibu, askari wamewaleta kutoka kwa Amaleki, waliwaacha wale kondoo na ng'ombe wazuri ili wawatoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako, lakini tuliwaangamiza kabisa wengine wote. Yes, he went to fight the Amalekites. Ndio alienda kupigana na Waamaleki. He disobeyed God. Akakosa kumtii Mungu. And he did it his own way. Na akafanya kwa njia yake mwenyewe. That means you can be doing what you have been told to do. Inamaanisha unaweza kuwa ukifanya yale unaambiwa ufanye. But we might be doing it our own ways. Lakini uko unaifanya kwa njia yako mwenyewe. You know it is his work. Unajua ni kazi yake ndio. And if it is his work, na kama ni kazi we are yake, expected to do as his instructions. Tunatarajiwa tufanyie kulingana na mwelekeo ama maelekezo yake. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana libarikiwe. The Bible says Biblia inasema that he spared ya kwamba akambakisha the sheep and the cattle kondoo na ng'ombe in order to offer sacrifice to the Lord, to the Lord. ili akaweze kuzitoa kama dhabihu kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Samuel told him, Samueli akamwambia, the Lord, let me tell you what the Lord said to me. acha nikwambie lile Bwana aliloniambia usiku. And he said, tell me. He replied, Samuel continued, although you once considered yourself unimportant, you have not become the leader. You have not become the leader of the tribes of Israel. The Lord anointed you king over Israel and then sent you on a mission and said, go and completely destroy the sinful Amalekites. Fight against them until you have annihilated them. So why did you obey the Lord? Why didn't you obey the Lord? Why did you rush on the Prada and do what was evil in the Lord's sight? But I did obey the Lord. Saul answered, I went on the mission the Lord gave me. I brought back Agag, the king of Amalek, and I completely destroyed the Amalekites. The troops took sheep and cattle from the Prada, the best of what was set apart from destruction. So to sacrifice to the Lord, you are God at Gilgal. Blessed be the name of Jesus. Jina la Bwana libarikiwe. He thought that he was doing God service. Alifikiria alikuwa anatumikia Mungu. But he was disobedient. Lakini alikuwa naasi. Because he did not do what he was told to do. Kwa sababu hakufanya kile alichoambiwa afanye. Maybe there is something that God told you to do. Pengine kuna kitu Mungu alikuway ufanye. But you have not been doing it. Lakini haujakuwa ukifanya. Because of the people. Kwa sababu ya watu. Do you know why Saul disobeyed God? Unajua ni kwa nini Sauli alimwasi Mungu? It was because of the people. Ilikuwa kwa sababu ya watu. In fact, the Bible says he said that it were the troops. Haswa inasema ya kwamba yeye alisema ni wanajeshi wake. Who took the cattle and the sheep. Ambao waliochukua hao kondoo na wale ng'ombe. And they came with the king the king of Agag arrived. Na wakarudi na mfalme Agag. And most of the time na wakati mwingi we disobey God because of the people. Tunaasi Mungu kwa sababu ya watu. We keep on asking what will the odd one out. Kusi nitaonekana mimi ndiye siyuko na wale wengine. Blessed be the name of Jesus. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Hallelujah. But God lakini Mungu is looking after our obedience. Anatafuta kutii kwetu. He is not looking for us to please men. Atafuti tukaweza kupendeza watu. He wants us to please him. Anataka tumpendeze. He wants us to obey. Anataka tumtii. Blessed be the name of Jesus. Jina la Bwana libarikiwe. He disobeyed God. Aliweza kumwasi Mungu. And he was removed from the throne. Na akatolewa kutoka kwenye enzi. Because of the same people. Kwa sababu ya wale watu. You cannot please God. Hawezi pendeza Mungu. And please men. Na upendeze watu. Blessed be the name of Jesus. If you want to please God, ukitaka kupendeza you have to become the enemies of the people. Lazima uwe because you have to follow what God has told you. Maana lazima ufuate kile Mungu amekuambia. Blessed be the name of Jesus. Jina la Bwana libarikiwe. And God was very angry with Saul. Na Mungu akakasirishwa sana na Sauli. And in fact he was rejected as a king. Na so akakataliwa kama mfalme. Instead of being established, badala ya kuweza kudhibitika, he was rejected. Akaweza kukataliwa. Blessed be the name of Jesus. Jina la Bwana libarikiwe. If we obey God, if we do the needful, tunapofanya lile linalohitajika, even if it is not pleasing men, hata kama halipendezi watu, sometimes it will cost you to be rejected. Wakati mwingine itakufanya ukataliwe. Yes, people will reject you. Ndio watu watakukataa. People
will dislike you watu watakosa kukupenda because of doing that which God has called you kwa to sababu ya do. kufanya kile ambacho But as Mungu long amekuita as you know ufanye. that God wants, what you are doing is what God has called you to do. Lakini bora unajua kwamba kile unafanya You Mungu have to amekuitia continue ufanye, doing. lazima uendelee kufanya. People Watu caused Saul to lose his kingship. walifanya mfalme Sauli apoteze ufalme wake. Blessed be the name of Jina la Bwana Jesus. libarikiwe. In 1 Samuel chapter 10, Katika Samueli wa kwanza verse 10 8, mstari wa the 8, same king disobeyed God huyo mfalme pia because alimwasi of being Mungu. impatient. Kwa sababu ya kukosa kuvumilia. When they were about to attack when they were about to fight with the Philistines. Wakati walipokuwa wakienda kupigana na Wafilisti. First Samuel chapter 13. Ni katika Samueli wa kwanza. First Samuel chapter 13 verse 8. Samueli wa kwanza 13 mstari wa 8. The Bible says Biblia inasema that Saul, verse 8, he waited 7 days for the appointed time that Samuel had set. But Samuel didn't come to Gilgal, and the troops were deserting him. So Saul said, "Bring me the burnt offering and fellowship offering." Then he offered the burnt offering. Katika mstari wa 8 inasema akangoja kwa siku 7 muda uliowekwa na Samueli. Lakini Samueli hakuja Gilgali. Nao watu wa Sauli wakaanza kutawanyika. Basi akasema, "Nileteeni hapa sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani." Naye Sauli akatoa sadaka ya kuteketezwa. Just as he finished offering the burnt offering, Samuel arrived. Mara alipomaliza kutoa hiyo sadaka, Samueli akatokea. Just as he finished offering the burnt offering, after waiting for 7 days, baada ya kugojea siku 7, because Samuel had told him, kwa sababu Samueli alikuwa in amemwambia 1 Samuel chapter 10, katika Samueli wa kwanza 10, chapter 10 verse 8, the Bible 10 says, mstari wa 8 inasema, Samuel told Saul Samueli akamwambia Sauli to wait for him. Amgoje. Chapter 10 verse 8. katika 10 mstari wa 8. I want us to read together. Nataka tusome pamoja. Afterward, go ahead of me to Gilgal. I will come to you to offer burnt offerings, to sacrifice, fellowship offering. Wait 7 days until I come to you and show you what to do. When Saul turned around to leave Samuel, God changed his heart, and all the signs came about that day. I am saying Ninasema that Samuel had told the king ya kwamba Samueli alikuwa to wait amemwambia for mfalme, him. amgoje, To wait for him at Gilgal. amgoje pale Gilgal. And he will offer he was the one who was to offer the offerings. Maana yeye ndiye alifaa kuja He kwa was zile told to wait dhabihu. for 7 days Aliambiwa agojee siku until 7 he comes. mpaka wakati But atakapokuja. when he waited, Lakini alipogojea after 7 days, baada ya siku and he 7 saw the troops were dispersing, na akaona wale he wanajeshi wake decided to wanaondoka, offer the sacrifice. akaamua yeye mwenyewe atoe zile dhabihu. Instead of being patient, Badala ya kugojea he became impatient. akaweza kuwa mtu ambaye Blessed be hagojei. the name of Jina la Jesus. Bwana libarikiwe. Hallelujah. Hallelujah. Here we need to know that we need to trust in God. Hapa tunafaa kujua And we lazima need also tutumainie to Mungu. wait on Na God. lazima tumgojee Mungu. He was tested to be patient Alijaribiwa kama yeye ni mtu wa and kugojea. not to be self-reliant. Akakuwa yeye si mtu wa kujitumikia mwenyewe. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana He libarikiwe. was a self-reliance man. Alikuwa ni mtu wa kujitumainia Because even mwenyewe. when he was told to wait, Maana hata he alipoambiwa was told agojee, to wait for Samuel. aliambiwa amgojee Instead of Samueli. waiting, Badala ya when he kungojea, saw the troops were alipoona dispersing, majeshi wanaanza he kuondoka, offered the yeye sacrifice. alitoa ile dhabihu. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana libarikiwe. Instead of doing that which he was expected to do, Badala ya kufanya kile alichotarajiwa he kufanya, did it his own way. akafanya kwa njia yake. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana libarikiwe. Hallelujah. Hallelujah. Are we distracted by many things? Je, tunahangaishwa Are na we mambo doing mengi? those things that are pleasing to men? Je, tunafanya yale mambo yanayopendeza Are we watu? doing those things that people, when we are together with people, we are comfortable? Je, tunafanya yale mambo wakati tuko na Or watu are we doing tunatosheka? that which God has called Ama us to tunafanya do? kile Mungu ametuita tufanye? Blessed be the name of Jina Jesus. la Bwana This day libarikiwe. the Lord is requiring from us Siku hii Bwana anahitaji not to kutoka be kwetu. distracted by many things, Tusihangaishwe na mambo mengi, but to do the needful. lakini tufanye yanayo. Some of us knows even what we are doing is not what we are expected to do. Wengine tunajua hata kile tunafanya si We kile know. tunatarajiwa kufanya. Even Tunajua. our spirits are convincing. Hata They are speaking to us. roho zetu zinatunenea. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana We libarikiwe. know Tunajua. that what we are doing Na kwamba kile is not the tunafanya right thing. sio jambo But linalofaa. yet, Lakini because of the bado, people, kwa sababu ya watu, we think that kwa sababu watu wanakubaliana na sisi tuko sawa.
But God is telling us Lakini Mungu anatuambia that we need to do the needful. tunahitaji kufanya We need to linalohitajika. go back to Him. Tunahitaji tumrudie. Blessed be the name of Jina Jesus. la Bwana We libarikiwe. need to repent Tunahitaji and tutubu go back to Him na and tumrudie do the needful. na tufanye That linalohitajika. which is expected of Kile us. ambacho We are not supposed to go with the crowd. Hatufai kuendanisha na umati. Blessed be the name Jina la of Bwana Jesus. libarikiwe. Dhamiri zetu zinatushuhudia. Dhamiri zetu ndani yetu zinatushuhudia ya kwamba mahali ambapo tupo, kile tunachofanya sio kile ambacho Mungu ametuitia kufanya. But yet we are yet still doing the same thing. Blessed be the name of Jesus. Jina la Bwana And I libarikiwe. feel this day Na ninahisi siku ya that the Lord leo wants us to go back to ya Him. kwamba Bwana anataka do the tumrejelee needful. na tufanye We linalohitajika. need to do the needful. Tunahitaji kufanya Because when we do the needful, linalohitajika. we will Tunalofanya live linalohitajika, a purposeful tutaishi life. maisha yaliyokuhusiana We na will do kusudi. that which God has called Tutafanya us to kile do. Mungu ametuita tufanye. Blessed be the name Jina la of Bwana Jesus. libarikiwe. Let us rise on our feet. Tuinuke kwa miguu In the yetu name of katika Jesus. jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. It is a choice that someone makes. Ni uamuzi ambao It's mtu a choice hufanya. that Ni we will uamuzi make. mtu hufanya. It is you who will make a Ni choice. wewe utakayefanya And nobody will do it for you. na hakuna yeyote Because atakufanyia. because Jesus told Martha, Maana Yesu alimwambia Mary has Martha, chosen to do the needful thing. Mariamu ameamua kufanya linalohitajika. And it is not going to be taken Na away hakuna from yote him. atakayemuondolea. That means what you choose Kile will not be unachoamua taken away from you. halitaondolewa kutoka kwako. Whether the needful Kama ni kile or the kinahitajika distraction, ama ni it kule will not be kuhangaika, it is not going to be removed from you. hakitaweza kuondolewa It is a kwako. choice that we are going to Ni make uamuzi ambao from tutafanya today. leo kuanzia leo. Blessed be the name of